Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na hutufundisha kuijua kweli ya rohoni katika ulimwengu wa kiroho. Na tuna somo letu zuri sana, siri ya magonjwa katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, tupo kwa ajili ya kujifunza. Tupo kwa ajili ya kujifunza. Tupo kwa ajili ya mafundisho. Tutaanza siku ya leo, nimefundisha somo lililopita magonjwa, aina za magonjwa au misingi ya magonjwa, na nikafundisha magonjwa yanayopatikana kwa kurithi, lakini nikafundisha pia aina nyingine ya magonjwa yanayopatikana kwa njia ya uchawi katika ulimwengu wa roho. Nikafundisha mbinu wanazotumia wachawi kuleta magonjwa kwako. Mbinu ya kwanza nikasema ni ndoto. Wanakuotesha kama unakula chakula, wanakuotesha kama ni mgonjwa, wanakutumia katika ndoto kwamba wewe ni mgonjwa, wanapitisha magonjwa sana kwenye ndoto. Kwa unapoomba, ondoa magonjwa yote ya kichawi katika ndoto. Nikafundisha hatua ya pili, nikasema wanachota nyayo zako. Unapoomba kwa habari ya ugonjwa, kama unaanza kutamka chochote alichotumia, wakachota nyayo, na angamiza kwa jina la Yesu. Nikafundisha wanakutumia katika ndoto mafundo, wanakupiga kwenye mafundo, wanakufunga kwenye mafundo katika ulimwengu wa roho. Na siku ya leo tunataka kujifunza. Siku ya leo tunataka tujifunze magonjwa wachawi wanatuma mapepo, magonjwa yanayotokana na mapepo. Napozungumza mapepo, naweza kuzungumza kwa habari ya majini, mashetani. Napoweza kuzungumza kwa habari ya mapepo, majini ni wale mapepo, malaika ambao waliasi ulimwengu wa roho, wakamwasi Mungu. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 7, maandiko yanazungumza kwa habari ya kulikuwa na vita kule mbinguni, Mikaeli na malaika zake na yule joka. Na baada ya kuwa na vita hiyo mbinguni, maandiko yanazungumza wazi ya kwamba kilichofanyika baada ya kuwa na vita mbinguni, walipotumwa wale malaika wakatupwa chini, joka na malaika zake. Wale malaika walikuja kuwafundisha watu uchawi. Sasa hao malaika wakazaana tena na majitu, wakazaana tena malaika na watu wa duniani. Ndio chanzo cha uchawi kuwepo duniani, wakafundishwa mambo ya kiroho. Lakini leo nafundisha vile viumbe vya kiroho au majini huwa yanatumwa. Nenda ukawe uvimbe kwa huyu mtu, nenda ukawe presha kwa huyu mtu, nenda ukawe kisukari kwa huyu mtu, nenda ukawe kansa kwa huyu mtu. Kwa anapoenda kwa mganga huwa ananunua jini. Mchawi anapoenda kwa mganga huwa ananunua jini, au mchawi huwa anaita jini, alafu le jini anapoliita huwa analitamkia, nenda ukawe presha. Kwa mfano, kuna jini inaitwa jini Subiani, kazi yake ni kunyonya damu. Napotumwa hili
unapoenda kupimwa unajikuta kwamba wewe damu tu inakauka, damu inaisha tu. Kuna jini inaitwa Subiani, kazi yake kunywa na damu. Lakini kuna jini inaitwa Maimuna. Maimuna, ili jini la mateso linapotumwa kwako inakuja kuleta tu magonjwa, matatizo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tutaanza magonjwa yanayotokana na mapepo au majini katika ulimwengu wa roho. Turudi kwenye msingi wa maandiko. Turudi kwenye msingi wa maandiko. Kitabu kile cha Mathayo sura 25 mstari 44. Ndipo hao watamjibu wakisema, Bwana, lini tutakapokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni yu uchi au ni mgonjwa au kifungo, tusimhudumie? Tunaanza kuona katika kitabu cha Mathayo sura 25 mstari 44. Maandiko yanasema kwa habari ya kifungo. Alafu maandiko yanasema kwa habari ya ugonjwa katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema kwa habari ya kifungo, lakini maandiko pia yanasema kwa habari ya ugonjwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kabla mtu hajaugua, kinachotangulia ulimwengu wa roho ni kifungo. Kabla hujapata presha, kisukari, mateso, kansa, TB, kinachoanza ni kufungwa kwanza ulimwengu wa roho. Sasa wanafunga kwa namna gani? Wanatuma haya mapepo katika ulimwengu wa roho kuleta mabaya katika maisha yako. Unasema mtumishi, unaongea nini? Luka sura ya 8 mstari wa 29. Pepo anaweza akatuma ka uvimbe tu, uvimbe kwenye kizazi. Pepo anaweza akatumwa miguu tu ikavimba. Pepo anaweza akatumwa figo zikafeli. Pepo anaweza akatumwa ya ujini akafelisha figo zako, mapafu yako. Ndio maana nasema unapopita kwenye maombi, unapopita kwenye ugonjwa, wakati unakunywa dawa, usisahau kuomba. Wakati unakunywa dawa, usisahau kuomba. Luka sura ya 8 mstari 29, maandiko yanasema kwa kuwa amemwamuru yule pepo wachafu wamtoke yule mtu. Amemwamuru wale pepo, ni Bwana Yesu. Anasema akawaamuru wale pepo wachafu wamtoke yule mtu, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alishindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu akaikatakata. Vile vifungo akakimbizwa jangwani na hata nguvu za yule pepo. Tunaona huyu ni mtu ambaye utapata tafasiri yake nzuri katika Marko sura ya 5. Ule mtu ambaye ni ng'ambo ya Wagerasi, ndo huyu anazungumziwa hapa, ambaye alikuwa ni kichaa. Kwa wale ambao mmeona movie ya Yesu, unaona kuna mtu alikuwa ni kichaa baada ya Yesu kuvuka ng'ambo ya maji, ziwa Genezareti. Akatokea mtu kwenye ng'ambo ya Gerasi ambaye alikuwa yuko makao yake ni porini. Maandiko yanasema makao yake yako makaburini, makao yake yako msituni. Alikuwa ni mtu ambaye anajikatakata kwa mawe. Alikuwa ni mtu ambaye anaivujisha damu kila wakati. Hakufika tu hatua hiyo kwenda kupimwa kuweza kuwa kichaa hivyo. Na kama ni leo angekuwa ndugu yako, baada ya Biblia inasema walijaribu kumfunga kwa pingu na minyororo, walishindwa. Biblia inasema walitumia vitu mbalimbali kumfunga huyu mtu, walishindwa. Kwa nini walishindwa? Kwa ndani yake kulikuwa na pepo
lakini yule pepo alitumwa kama magonjwa. Maana yule mtu angempeleka hospitalini, angeambiwa malaria imepanda kichwani, malaria imepanda kichwani. Yule mtu wangempeleka hospitalini, wangeambiwa ya kwamba huyu mtu amechanganyikiwa, malaria imepanda kichwani. Yule mtu wangempeleka hospitalini, angeambiwa ni mgonjwa, lakini ugonjwa aliyokuwa nao, tatizo aliyokuwa nalo, nyuma yake kuna pepo, nyuma yake kuna majini, nyuma yake kuna mashetani. Unasema, mtumishi Katambi, unaongea nini? Katika Injili ya Yesu kuna maeneo Yesu aliponya mtu mwenye kifafa. Leo ukienda kupimwa, unaambiwa na ugonjwa wa kifafa, unatakiwa kunywa dawa. Leo ukienda kupima, unaambiwa na ugonjwa wa pepo punda. Leo unaambiwa kwamba ukienda kupimwa, unaambiwa na surua. Haya magonjwa wachawi wanatuma majini. Haya magonjwa wachawi wanatuma majini. Nenda ukawe uvimbe kwenye kizazi chake, nenda ukawe kansa kwenye mwili wake. Jini linanunuliwa, linasomewa, linaruhusiwa, linatumwa. Nenda ukawe kansa, nenda ukawe presha, nenda ukawe TB, nenda ukawe uvimbe, nenda ukawe presha, ukisukari. Watu wanatumiwa majini, watu wanachiliwa majini, majini wananunuliwa. Kwa hiyo wakiona kwamba umefanikiwa, wakiona kwamba unajua kuomba, wakiona kwamba biashara yako imefanikiwa, kazi yako imefanikiwa, wanakupiga kwa njia ya magonjwa, unatumiwa majini. Na wachawi wanachokijua, wanatudharau sana, na majini yanatudharau sana, kwa sababu hatujui kusema na majini. Na kutia moyo, mtu aliyokoka anapotamka, majini huwa yanakimbia kwa moto lao. Pona yako nyakati za siku za mwisho, wewe simama katika maombi. Pona yako katika nyakati za siku za mwisho, wewe endelea kusimama katika maombi. Katika ulimwengu wa roho wanaachilia majini au mapepo kwa uvimbe, kwa kansa, kwa TB, kwa presha, katika ulimwengu wa roho. Kwa mtu huyu alipotesa watu, hakuanza tu from nowhere kuwa mgonjwa. Alianza taratibu 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 taratibu. Mwisho wake wakasema wamechanganyikiwa. Mwisho wake akasema malaria imepanda kichwani. Ndivyo wanavyokutumia mapepo katika ulimwengu wa roho kama magonjwa. Wanatuma jini, linaanza kukutesa, linakutesa na kutesa, wanatuma jini makata na kuja kumuua huyo mtu. Na ndio maana unapopatwa na magonjwa, kitu cha muhimu unatakiwa kuomba. Unapotumiwa, haya mapepo yanakuja kama uvimbe. Ndio maana unaweza ukashangaa, ulikuwa uko vizuri kabisa, kifua inakuja, kifua cha kubana, unabanwa na kifua. Mwingine anaweza kashangaa, ulikuwa tunaomba uko vizuri, unatembea, unatumia ile jini, unapigwa kipanda uso, kichwa kinauma. Ukiweka maji wapi, ukifanya kitu wapi, kichwa kinauma. Wanatuma majini, wachawi wananunua majini, wanalituma. Kwa usipogundua, ukagundua tu kwamba mimi ninaumwa tu, nenda hospitalini. Unapopima ukaambiwa na ugonjwa fulani, sawa, unaambia fresh, narudi kwenye maombi. Sawa, nina kisukari, narudi kwenye maombi. Sawa, nina presha, narudi kwenye maombi. Sawa, nina kansa, narudi kwenye maombi. Huku unakunywa dawa, huku unaingia kwenye maombi. Na sio kila mtumishi anaweza kukufungua.
mpaka mwenye maarifa ya kiroho, mwenye ufahamu wa kiroho. Kwa wanatuma mapepo kama magonjwa, yanakuja kama kansa, kisukari, TB, pressure. Kwa kuna magonjwa ya mapepo katika ulimwengu wa roho. Nifuatilie somo lijalo, naendelea kufundisha siri za magonjwa katika ulimwengu wa roho. Na ili upate kipindi chetu kijacho, unaweza ukasubscribe channel hii, bonyeza alama maneno yaliyoandikwa subscribe, takuja alama kengele, bonyeza alama kengele, moja kwa moja umejiunga na channel yetu. Tafundisha masomo mengi kwa habari ya magonjwa, tafundisha kwa habari ya familia, kwani familia nyingi zinateseka. Mungu akubariki sana. Na haya magonjwa ya mapepo huwa yanategwa barabarani, njia panda, unapita pale unakuta kuna nazi imeandikwa Kikuruani, imeandikwa maandishi ya Kiarabu. Unapita unakuta kitambaa kimeandikwa maandishi ya Kiarabu. Yale ni magonjwa ambayo yanategwa barabarani. Nitafundisha somo lijalo. Karibu sana kwenye channel yetu pendwa. Weka komenti yako hapo chini. Nikuombe kwa moyo wako hiari, unatamani kusapoti huduma hii kwa sadaka yako yote ulionayo. Tuna vipindi vya redio, tuna vipindi mbalimbali, tunarusha vipindi mbalimbali. Nasema acha nisimame na mtumishi wa Mungu tuweze kulipa mabando, wifi. Mungu akubariki kwa sadaka yako ya hiari. Kumbuka kutoa ni kwa moyo wa hiari, sio kwa kulazimishwa. Utaona namba ya simu hapo chini. Toa sadaka yako kwa moyo wako hiari, kuwezesha vipindi hivi vikufikie kwa wakati, kwa njia redio, kwa njia mitandao ya kijamii. Mungu akubariki sana. Mungu akuzidishie. Mimi wako mpendwa Apostle P.E. Katambi, barikiwe sana. Kumbuka maandiko yanasema, mahali sadaka yako itakapo kuwepo ndipo na moyo wako utakapo kuwepo. Unapowezesha vipindi ndipo unapoendelea kuhubiri, watu mbalimbali wanabarikiwa. Mungu hatasahau biashara yako, Mungu hatasahau kazi yako, Mungu hatasahau kazi yako, uchumi wako, katika jina la Yesu aliye hai. Amen.